Jumatano ya Januari 28, 2026, mtazamaji wa IAA TV, karibu sana kwenye The Scoreboard, sehemu pekee ambapo tunazungumza michezo. Tuna takriban dakika 90 za kukujuza zile taarifa mbalimbali za michezo ambazo zinazungumzwa Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla. Kubwa ambayo tutazungumza kwa siku nzima ya hii leo ni mwendelezo wa ligi kuu ya NBC Premier League hapa Tanzania. Tunafahamu siku ya jana ilipigwa michezo mitatu kwenye viwanja tofauti. Matokeo tunayo hapa, lakini kubwa zaidi linalozungumzwa ni baada ya wananchi Young Africans kuweza kupata ushindi mwingine na kuweza kujisogeza kileleni mwa msimamo wa ligi kuu ya Tanzania bara. Ushindi wa Young Africans umezungumzwa zaidi kutokana na baadhi ya matukio ambayo yalijiri kwenye mchezo wa jana. Moja kati ya kitu kinachozungumzwa ni goli la Young Africans walifunga dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia penalti ambayo walipata kwenye mchezo wa jana. Je, yale ambayo yanazungumzwa tutazungumza hapa sisi kama wadau wa soka na kuweza kuangalia namna gani ambavyo tunaweza kuweka mzani sawa na mambo mengine yaweze kwenda sawa. Lakini pia out of mchezo wa jana Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji, kuna michezo mingine ilipigwa siku ya jana, tutaizungumza hapa. Lakini baada ya kutazama taarifa hiyo pia tutageukia kwa wekundu wa Msimbazi Simba, ambapo tunajuzwa baada ya usajili wa Aniseti siku ya jana, tunajuzwa kwamba Simba Sports Club inatarajia kumshusha kiungo mshambuliaji mwingine kutokea pale nchini Kongo. Ni nani na imekuwaje mpaka kuweza kupata nafasi ya kuingia ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na je, anaenda kureplace nafasi ya mchezaji gani ambaye inawezekana Simba Sports wanaweza kuachana naye au kumtakia kila la heri katika majukumu mengine? Tutazama hilo kwa kina zaidi. Lakini pia Simba wanaelekea mchezo wa ligi kuu ambao wataupiga dhidi ya Mashujaa kabla ya kurudiana na Esperance de Tunis katika dimba la Benjamin Mkapa. Mchezo uliopita wa Simba Sports walipata ushindi, hawakupata ushindi, walipata draw ya goli 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar. Je, mchezo huu dhidi ya Mashujaa inawezekana wakarejea na kurudisha matumaini kwa mashabiki zao? Tutajaribu kulitazama ile kwa kina zaidi na kuangalia mambo mengine yamekaa vipi. Lakini dirisha dogo bado liko wazi na sajili zinaendelea kufanyika. Tutafanya tathmini ya sajili ambazo zimeshafanyika mpaka sasa, sajili nyingine ambazo zinaendelea kufanyika kwa timu zetu zote za ligi kuu. Je, timu hizi zinazingatia nini kuhakikisha kwamba zinawasogeza wachezaji hao kwenye vikosi vyao na kuweza kuwasaidia katika mzunguko huu wa kwanza wa ligi kuu ya Tanzania bara? Tutatazama hilo kwa kina na kuangalia namna gani ambavyo mambo yanakwenda kwa hapa nyumbani Tanzania. Lakini pia kimataifa, kwenye Global Roundup tunafahamu kwamba UEFA Champions League inarejea siku ya leo, usiku wa UEFA Jumatano tulivu kabisa, na michezo yote katika makundi yote itapigwa kwa siku nzima leo kuanzia majira ya saa 5 kamili za usiku. Mchezo gani ambao unatakiwa kutazamwa zaidi, na je, ni timu gani ambazo zitafanikiwa katika hatua hii na kuelekea katika hatua ya 16 bora? Tutatazama hilo kwa kina katika Global Roundup, yani kimataifa, na kuweza kuliweka sawa. Lakini pia kule Manchester United tunajuzwa kwamba beki kisiki wa Manchester United Dogu, beki wa kushoto, yawezekana kaka nje ya uwanja kwa takriban wiki 10. Nini hasa ambacho kimemkumba Dogu, na Manchester United ya Michael Carrick kwa sasa itapata pengo baada ya kuondoka kwa Dogu, au kuna mchezaji ambaye anaweza akafanya replacement na mambo yakaendelea kuwa sawa kama kawaida? Mashabiki wa Manchester United wanazungumza timu imeanza kuwaka alafu majeraha yameanza kutokea. Mambo yanakuwa yamekaa vipi? Tutalitazama hilo kwa kina zaidi na kuangalia mambo mengine yamekaa vipi. Lakini pia huko barani Ulaya tunafahamu kwamba sajili mbalimbali zimeendelea kufanyika, timu zinaendelea kuboresha vikosi vyao. Tutalitazama ile kwa kina zaidi na kuangalia sajili ambazo zinaendelea kufanyika na wachezaji ambao wanatoka timu moja kwenda timu nyingine. Je, wana uwezo wa kwenda kusaidia timu ambazo wanaenda kutumika huko? Tutalitazama kwa kina zaidi na kuangalia mambo yanakuwa yamekaa vipi. Nikukaribisha sana, nikujuze tu kwamba una nafasi ya kutuandikia ujumbe mfupi wa maandishi kupitia YouTube channel yetu ya IAA Media TZ, lakini pia kwenye mitandao mingine ya kijamii kama Instagram, TikTok pamoja na Facebook. Tunapatikana huko kama IAA Media TZ. Chuo cha Wasibu Arusha ndio watu ambao wanatupa nguvu zaidi na taarifa nzuri na bora zaidi kwako wewe ambaye unaitazama The Scoreboard kwa sasa. Kana sisi kuanzia sasa mpaka pale majira ya saa 7 kamili ambapo tutakuwa tunaondoka hapa. Nitakuwa na wachambuzi wangu Josephat Maida pamoja na Deodat Nyalusi. Kwenye timu nzima ya ufundi tuko na Ana Shayo na Katniss Shayo, takisha mbali kitu kanaweza kwenda sawa. Jina langu naitwa Ombeni Kifumu, unaweza kuniita winga namba 7 machachari kabisa. Ungana na sisi kuanzia mwanzo mpaka pale ambapo tutakuwa tunakuambia bye bye.
Yes, tumerejea, tunaanza kutazama taarifa za kimichezo ambazo tuko nazo. Ni kushukuru wewe ambaye umeendelea kuwa familia ya IAA Media TZ, lakini kushukuru wewe mdau ambaye kila inapotimu majira ya saa 5:30 mpaka pale saa 7 kamili unakuwa na sisi kupitia The Scoreboard, show namba 1 Tanzania, Afrika na duniani kwa ujumla, ambayo inakusogezea taarifa mbalimbali za kimichezo. Sasa kabla tujazianza taarifa hizi, ni kujuze kwamba chuo cha wasibu Arusha, kama nilivyokujuza mwanzo kwamba chuo cha wasibu Arusha ndio watu ambao wanatupa nguvu zaidi, na ni kujuze au taarifa njema kwako wewe unanitazama kwa sasa, ni kujuze tu kwamba chuo cha wasibu Arusha kwa sasa kinapokea usajili wa wanafunzi kwa ngazi ya masters, na masters kama kawaida ni mwaka mmoja, na ukitamani kupata maelezo zaidi, kama unatamani kufanya usajili wako au kuna vitu vyovyote ambavyo umekwama, ni kukaribishe sana kutembelea tovuti ya chuo ya www.iaa.ac.tz. Huko unaweza kupata namba za simu, unaweza kupata maelekezo yote namna gani ambavyo unaweza kukamilisha usajili wako. Na nikujuze tu kwamba kama unatamani kusoma masters, sio lazima uje hapa main campus ya Arusha. Chuo kina campus 6 Tanzania nzima. Kuna campus ya Arusha ya hapa, lakini pia kuna campus ya Dodoma, Dar es Salaam, kuna campus ya Babati, Songea, pamoja na kule Bukombe, kule mkoani Geita. Sasa unaangalia campus ambayo iko karibu na wewe, unafanya usajili wako, unaanza kusoma masomo ya masters kuanzia mwezi wa 3 mwaka huu 2026. Kwa tunasema IAA ni next level, ndio kitu ambacho tunakizungumza. Lakini tunaelekea kwenye graduation, Maira pamoja na Deo. Graduation itafanyika tarehe 6 mwezi Februari 2026 kwa wale wahitimu wa mwaka wa masomo 2025-26, na IAA Media tutahusika kwenye production coverage yote, picha, video na vitu vingine vingi ambavyo vitakuwa vinafanyika ndani ya graduation. Lakini tunatamani tukutengenezee kumbukumbu yako nzuri zaidi baada ya kuhitimu masomo yako ya master. Sasa kikubwa wewe tembelea tu tovuti, tembelea mitandao yetu ya kijamii Instagram, lakini pia hapa YouTube kupitia vipindi vyetu vya live tunapatikana kama IAA Media TZ. Tuendelee kusogezea utaratibu wa namna gani ambavyo unaweza ukaiandika historia yako ya kuhitimu masomo yako ya masters kwenye graduation kwa mwaka 2026 pale ambapo itafanyika, ili kuhakikisha kwamba unafahamu ni huduma gani hasa ambazo tutakusogezea huko, na tuendelea kupata taarifa mbalimbali kuhusiana na kile ambacho tunaenda kukifanya. Bwana, tunaungana na Maira pamoja na Nyalusi Deodat kuhakikisha kwamba tunazungumza taarifa mbalimbali za kimichezo. Bwana, Jumatano ya Januari 28. Tumebakiza siku ngapi kumaliza mwezi wa Januari? Siku 3. Siku zinakimbia kweli kweli, lakini naamini mambo yako vizuri kabisa. Tuko vizuri. Tuko vizuri pia. Uko vizuri. Inawezekana Deo kuna tatizo. Unajua ukishasema tuko vizuri, wewe unamuelewa tuko vizuri kama je ana familia. Okay, wewe na familia yako mko vizuri. Tuko vizuri. Januari ambayo watu walikuwa wanailaumu sana karibia kuisha. Sema Januari ya mwaka huu unaona mara ngapi? Sio mengi sana. Kila kwenye zile sehemu zetu zile. Idadi ya watu kidogo. Ipo sio nzuri. Haijapungua. Wa uzuriaji. Watu wamepungua. Waweza wakapatikana wachache, sio kwenye vikao vya watu wazima. Lakini bado watu vikao vya jiwe. Lakini bado watu wanaenda kama kawaida. Sawa, tuanze The Scoreboard kwa kutazama michezo ya ligi kuu iliyopigwa jana, si ndio? Jana kulikuwa na michezo mitatu, Maira. Mmoja uliaishwa. TRA United dhidi ya nafikiri ilikuwa Fountain. Sasa nimejaribu kuwaza ni mvua ni nini, unajua nimejaribu kuwaza kwa sababu mchezo wa Azam pia ulikuwa upigwa saa 1 ukasogezwa saa 3 usiku. Ni ratiba. Unajua hapa kati kulikuwa na mparaganyiko mkubwa sana wa ratiba. Kwa hiyo kuna baadhi ya mechi ambazo inabidi zinakuwa zinasogezwa mbele. Jana kulikuwa na michezo miwili iliyopigwa. Mchezo kati ya Yanga na Dodoma Jiji ambao ulimalizika kwa Yanga kupata ushindi wa magoli 3-1. Lakini pia kulikuwa na mchezo walikuwa ni KMC dhidi ya Coast ambao ulisha kwa sare ya goli 1-1. Sawa. Mechi ya Tabora imeahirishwa kwa sababu ya muda. Itakuwa ratiba. Kwa sababu mimi nimeshangaa game ilikuwa inafahamika inachezwa. Mfano kama jana tukiwa kwenye kipindi hapa, kama kawaida tulikuwa tunaona ratiba iko vile vile. Game imekuwa postponed mchana kuelekea muda wa game, kwa sababu game ilikuwa inapigwa majira saa 10. Kwa pigwa saa 10. Sasa kwa nini imeahirishwa? Sasa hapo ndio inabidi tufuatilie, kwa sababu ndio maana tuko hapa tuangalie nini hasa ambacho kimesababisha mchezo huu kuahirishwa. Lakini michezo miwili ilipigwa, Maira. Mchezo wa mapema zaidi wa Young Africans
dhidi ya Dodoma Jiji majira ya saa 1 jioni. Yanga anashinda magoli 3-1 na dhidi ya Dodoma Jiji, na huu mchezo umekuwa na mambo mengi. Ni vitu kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wanazungumza baadhi ya magoli ambayo yalifungwa na vitu kama hivyo, lakini ndio maana tuko hapa. Natamani tuanze kuzungumza mchezo wa Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji. Maana naamini kabisa uliutazama kwa dakika zote 90. Nipe tathmini yako fupi sana ya mchezo wote kwa ujumla, ulikuwa wa aina gani? Ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa ni mchezo wa pande zote mbili au uliegemea upande mmoja kama ambavyo watu wengi walikuwa wanaamini? Ni kama kuna kipindi nyakati zilikuwa zinabadilika ndani ya mchezo. Kuna muda unaona Dodoma amerudi chini kabisa, amesarenda, lakini kuna baadhi ya moment pia mwanzoni walifanikiwa pia kupata goli kutokana na kutoka mara kwa mara, si ndio? Sababu kwenye dakika za mwanzo kama hawakuamua kupaki basi moja kwa moja, si ndio? Walikuwa pia na wakipata mpira wanajaribu kupiga pasi, kujaribu kujenga mashambulizi mpaka kuweza kulifikia lango la Yanga, lakini pia walikuwa wakipoteza mpira wanaanza kufanya pressing kuanzia juu. Na hata ukitazama goli ambalo wamelifunga ni pressing ambayo walifanya kuanzia juu, Yanga wakawa uncomfortable and then wakawini mpira na kwenda kufunga. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo ambao vipindi mbalimbali viliamua. Kuna muda ambao Yanga anamweka nyuma kabisa mpira Dodoma, kuna muda pia Dodoma anajenga mashambulizi mpaka nafika golini kwa Yanga. Kwa hiyo ulikuwa ni mchezo ambao ulichachuka mara baada ya Dodoma kuweza kupata goli. Yes, baada ya Dodoma kupata goli sasa pale ndipo ambapo Yanga walianza kuchukua mchezo na kumweka Dodoma nyuma mpira na kuendelea kupush na mpaka kuweza kusawazisha goli la kwanza. Sawa, Dodoma Jiji anakufa goli 3-1 na tulitazama timu imeshapita ndio ilikuwa 5 dhidi ya Yanga. Yes. Na tumeangalia siku ya jana michezo yake ambayo amecheza recently hana matokeo mazuri. Ameshinda michezo miwili, amesare miwili, amepoteza minne. Amepoteza minne. Kwa hiyo kwenye michezo 10 na wajana amepoteza 11. Amepoteza 5, amesare minne, ameshinda miwili. Unajua kuna muda wake najiuliza kwa nini hizi timu za mataasisi ambazo zina uhakika wa mishahara wa wachezaji, zina uhakika wa posho, zina uhakika usafiri, kwa nini hazifanye vizuri? Na zina uhakika usajili. Mimi siwezi kusikia Dodoma Jiji. Hapa sasa unazungumzia timu za manispaa tu. Zote. Yaani zote za taasisi zote sio mashujaa. Labda Dodoma Jiji. Yaani kwa nini hazifanye vizuri? Nadhani labda ombeni siku moja jaribu labda kufanya kama mjadala, kwa sababu ukiangalia hizi timu zina access ya kusajili wachezaji wazuri ambao wanaweza wanatoka Simba, wanatoka Yanga na wana viwanja na kiwanja chake, na pia kuna sometimes wanapata wachezaji hata kutoka nje ya nchi, na tuseme labda kama ni issue ya pesa hawategemei wafadhili, sio issue kwao, serikali manispaa ndo ambayo na manispaa ni serikali. Yes. Sasa kwa nini wao wanashindwa kuperform vizuri? Yani si waga wanashindwa kuelewa budget pia. Kucheza na Yanga ndipo unakuja kuona kuna performance ambayo ni ya tofauti, labda akicheza na Fountain Gate, akicheza labda na Pamba, umeelewa? Unakuwa kuna sasa nashindaga kuelewa yani shida inakuwa nini, kwa sababu mimi naamini kama unafanya kazi sehemu ambapo kuna mazingira ambayo ni mazuri, yanaweza sio mazuri sana lakini mazingira ambayo yanashawishi au yanaridhisha. Kwa hiyo nadhani hata pia matokeo unajua mpira wa miguu au fiche, mpira wa miguu unachezwa uwanjani. Unaweza kuwa na maisha mazuri, unapewa kila kitu. Mfano tu wazungumzie, sio kwa ubaya, tunazungumzia Azam FC. Azam FC ukiangalia miliki wa timu amewekeza pesa nyingi sana. Wachezaji wanalipa mishahara kwa wakati. Wanasajili wachezaji kutoka nje. Wana kocha mzuri sasa hivi ambaye ni experienced, ana experience kubwa sana ya soka la Afrika. Lakini bado tunaona Azam wana struggle sana kupata matokeo. That's why unazungumzia kwa Dodoma Jiji ambayo tena wako kwenye taasisi za serikali. Wanakuwa offered na vitu vingi, lakini yani mimi naamini ni ile quality ya wachezaji ambao wanasaidia pale. Yani kuna time mimi natamani hata isiwe kila manispaa ikawa labda ina timu, labda kila manispaa watengeneze labda timu moja. Umeelewa?
yani kama jeshi labda kusio labda kuna Mashujaa, JKT Tanzania, yani Prison, hiyo tu timu moja wawekeze pale nguvu zote kwenye hiyo timu moja. Mimi naamini mkiwekeza nguvu kwenye timu moja hata pia ufanisi unaweza kuwa ni mkubwa zaidi. Japo kila manispaa anataka kujionyesha kwamba sisi tunaweza kufanya kitu fulani. Changamoto inaweza ikaja kwenye sehemu moja ambao labda naiona, kwa sababu ukiangalia kwenye ligi yetu sisi timu ambazo zinamilikiwa na watu binafsi almost like kama tatu nadhani tatu kama sikosei, asifiki tatu, kwa sababu ukiangalia kwenye ligi kuu timu zinazomilikiwa na mtu binafsi ambazo zinamilikiwa na mtu binafsi, maana kitu tunazungumzia Azam ndio hivyo. Azam nadhani ni Azam peke yake, I think sidhani kama kuna timu nyingine. Namungo si ni manispaa, ni manispaa ile nini ile Mtwara huko Lindi kule, naelewa. Yaani Namungo na KMC na Pamba zinafanana. Pamba Dodoma. Timu ambayo ilikuwa labda Gwambina kipindi kile ilipanda kama nyingi za wanachama. Hivi Gwambina ilipanda mpaka ligi kuu ilipanda. Gwambina ilikuwa inamilikiwa na mtu binafsi. Unaweza kujikuta kwamba timu Fountain pia ni mtu binafsi. Mtu binafsi. Kwa ni mbili nadhani. Mbili. Azidi tatu ni mbili. Hivi Singida Black Stars ni nani? Mtu binafsi. Mtu binafsi pia Singida Black Stars. Tuseme tatu. Alafu kiangalia Simba Yanga pamoja na Coast. Point of correction kwanza hapo. Nadhani timu ambazo zinamilikiwa na watu binafsi Azam, Mtibwa, Mtibwa, Fountain na Singida. Black Stars. Yes. The rest ni za majeshi. Majeshi ziko wanachama. Majeshi kuna Tanzania Prisons. Kuna Mashujaa Prison na kuna JKT Tanzania. Prison. Yes. Prison hajawekwa. Ipo tatu maana yake. Tanzania Prisons, Mashujaa na JKT. 4 maana yake sio? Yes, lakini alafu zinabakeza majiji kwa maana ya Pamba ya Mwanza, Mbeya City, Namungo, TRA ni ya TRA sasa hivi ni taasisi ya serikali, si ndio? Lakini pia kuna Dodoma kwa maana yake Mbeya City. Kwa maana yake kwenye ligi yetu serikali ndo mdau mkuu wa timu ya ina support, yani ina support. Kwa hii hapa inatupa alert kwamba tunahitaji wawekezaji zaidi kwenye soka letu la Bongo. Yani wale wakina Azam sasa, wakina Balesa wao wengi zaidi kwenye ligi yetu. Lakini na unajua Maira wanachama za wanachama si Simba na Yanga. Simba na Yanga na Coast. Lakini unajua tusidanganyane, tunaangalia mfano nchi za wenzetu. Tukiangalia ligi kuu ya Uingereza kwa sababu hiyo ndo favorite league kwa duniani. Timu nyingi zinamilikiwa na mtu mmoja. Karibu zote, si ndio? Na tunaona ndo maana zinapiga hatua. Sasa kwa hizi timu zetu za Tanzania ambazo inamilikiwa sio na manispaa, timu inamilikiwa na jeshi. Mimi naamini ni sababu ya kutokufanikiwa pia. Hamna klabu ya wanachama Uingereza. Wengi unakuta ni mtu amewekeza pesa yake. Ila wanachama wana nafasi kwenye lakini anaangalia zaidi ni mmiliki. Ni yule ambaye amewekeza pesa yake. Kwa hiyo leo moja wapo ya kitu ambacho kinafanya hizi timu zifanikiwe, of course ni quality ya wachezaji ambao wapo. Lakini kama ulivyozungumza kwamba tunataka tufike mahali sasa wawekezaji wawekeze pesa kwenye na quality inatokana na aina ya uongozi. Umeelewa? Uongozi, lakini pia kwa sababu umeelewa mbeni. Sio kama manispaa jiji la Mwanza inatenga labda bilioni 1. Haiwezi katenga labda bilioni 5 kwa ajili ya Pamba. Sure. Kwa sababu wale wana mambo mengi ya kufanya, kujenga si madarasa, madaraja, manini. Unajua hizo timu kuna kipindi zinapitia changamoto pia unakuta zinasafiri kwa wakati. Pesa ya kusafiri. Kwa sababu hata kama mkitenga labda bilioni 1 lazima mtauliza hii bilioni 1 kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya timu. Timu si inatupa faida gani? Kwa lazima uwe na maelezo mengi ili uweze kupata. Kwa hiyo inalazimu hizo timu. Lakini Deo sasa jitahidi kwanza kupata sponsors. Lakini pia wajitahidi kupata wachezaji ambao wana quality. Kwa hiyo nadhani hiyo tufanye kama mjadala wa siku nyingine. Kabisa. Nilikuwa tu lakini kwenye mechi ya jana kuna vitu tulizungumza hapa kuhusu ile Yanga dhidi ya Majiji. Goal la Yanga ile ambalo I think ni goalkeeper. Goalkeeper wa Dodoma Jiji. Ndugu yetu ambaye alikuwa Simba Sports, Alisalim Katoro. Ni kama alianzisha mpira alafu akamsogezea beki katika kuangalia anapiga
pasi akapiga pasi akamkuta mchezaji wa Yanga, goli likatokea. Ile si kwa watu wanazungumzia, ile sio faulu kwangu mimi. Sio faulu, yani watu wengi wanazungumzia kwamba inawezekana kuna namna, mbona kama goli jepesi. Contract ile contract hapana. Watu wanasema kuna namna. Of course ni makosa ambayo anafanya. No, yani angalia, unajua watu wanashinda kuangalia namna ambavyo Yanga walikuwa na place. Yeah. Yanga wakati Dodoma anaanzisha mpira, wachezaji wa Yanga almost kama watatu walikuwa huko karibia kwenye box la ni kwao, walibara nafasi. Obvious. Unajua kitu kingine ndio maybe wanafanyia mazoezi means kufanya build up from the back, si ndio? Lakini dhidi ya timu ipi, si ndio? Sababu unapozungumzia labda timu ambazo wanaendana madaraja, that means players pia wanakuwa na maybe hawasdeni kwa level kubwa sana, si ndio? Kwa hiyo unaweza ukafanya vile na ukatoka vizuri kabisa. Lakini kufanya build up from the back dhidi ya Yanga ambao na washambuliaji ambao wana kasi kubwa kuweza kufanya pressing, wana uwezo mkubwa, inakuwa ni risk. Kwa hiyo hapa issue kwangu mimi ni kwa laumu tu wachezaji wa Dodoma wenyewe walishindwa kufanya maamuzi, kwa sababu ule mpira alikatolo ilitakiwa apige mbele tu, unaona, kwa sababu unajua wachezaji wengi wa Tanzania ukiangalia hawana footwork nzuri. Yeah. Kwa hiyo sometimes sio, tuliona kuna mechi moja ya Simba nadhani. Dhidi ya kumbuka ilikuwa na mechi lakini kwa Simba goli lilifungwa kama lile lilifungwa jana. Goli kama lile ilikuwa Simba ndio walifungwa goli kama lile. Yeah, ilikuwa ni mistake. Sio mechi ya Coast ya msimu uliopita. Ilikuwa ni mistake. Yaani vile yani wakati wanaanza mpira nyuma. Lakini vitu vinatokea, unajua sio kwa Tanzania peke yake. Yaani hivi ni vitu vinatokea mbali. Sasa ile sasa inatakiwa uangalie, na kama alivyozungumza Maia, haina timu ambayo unacheza nayo wewe. Umeelewa? Unajua kucheza na Yanga, usikubali kupoteza mpira kwenye hafu yako. Sure kabisa. Yaani wewe kubali kupoteza mpira kwenye hafu yao, wao waanze kujipanga kwa kufuata wewe. Lakini sasa kama vile unaanza mpira vile na Yanga tayari wachezaji kama wachezaji watatu washakusogelea karibu na box. The decision ya kwanza ilikuwa ni hapo, unajua kabisa kwamba unaenda kwa hiyo kwa mfano mimi ningekuwa kocha wa Dodoma na walaumu wachezaji, kwa nini mlifanya kitu kama kile? Sawa. Kitu kingine ambacho kimezungumzwa Maira na mimi ambacho nimekitazama siku ya jana, tuliongea before game jana, tukasema kwamba inawezekana Mwalimu Pedro anaweza akafanya rotation ya kikosi na kuwaingiza wachezaji ambao wanakuwa hawapati nafasi ya kuanza mara kwa mara. Kwenye kikosi cha jana tulimuona mtu kama Kibwana Shomari, si ndio? Yes. Ambaye alianza kwenye kikosi cha kwanza cha Mwalimu Pedro, lakini tulimuona mtu kama Frank Yasinki, na yeye alifanikiwa kuanza kwenye mchezo wa jana, na tulitegemea kuwaona watu kama kina Dickson Jobu, kina Mwamnyeto ambao tuliona kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly kule nchini Misri. Rotation ya kikosi kama kile ambacho kama ile ambayo ilifanyika siku ya jana, ulitegemea, japokuwa ndio haikuleta matokeo mazuri kwenye kipindi cha kwanza? Of course ni kitu ambacho hata jana uliniuliza hapa nikakwambia kwamba hata players ambao wanakaa benchi ndani ya kikosi cha Yanga wanaweza kuja kuchini Dodoma vile na kuweza kupata matokeo. Kwa mfano kama unaangalia kikosi cha Yanga jana, si ndio? Kulikuwa na mabadiliko I think ya players wa 3 mpaka 4 ambao kwenye mchezo uliopita walicheza, si ndio? Unazungumza mtu kama Kibwana ambaye hakucheza kwenye mchezo uliopita, mtu kama Frank Yasinki wa pili, si ndio? Mtu kama Barakonte ambaye hakuanza kwenye mchezo uliopita dhidi ya Ahly, aliingia pia kikosini, si ndio? Mudathiri the same, si ndio? Wa 4, and then Pacome pia alianzia benchi akuanza pia. Na Dube pia wa 6 akuanza, si ndio? Kwa hiyo unaona ni kama Mwalimu Pedro ameamua kufanya rotation, lakini akiamini kwamba kwa ubora wa players ambao hawakuanza kwenye ile mechi, akiwapatia hii mechi wanaweza kufanya vizuri na kuweza kuipatia timu matokeo. Na ndio kitu ambacho ulikiona jana kilikwenda kutokea, lakini amewapatia pia space kina Mwamnyeto, kina Job waweze kupumzika kwa ajili ya mchezo ambao unafuata dhidi ya Ahly ambao tunacheza siku ya Jumamosi. Kwa hiyo ni kwenye harakati za kupambania malengo ya klabu, kwa sababu malengo namba moja ni kutoa taji la ligi kuu, si ndio? Na ndo mechi ambayo walikuwa wanacheza jana wakapata ushindi ndani pia kwenye mchezo ya kimataifa. Kwa hiyo I think msimu wa ligi kuu utakwenda kutudhihirishia kweli kwamba timu zetu zina vikosi vipana au zina wachezaji wengi.
kwa sababu kwa jinsi ambavyo ratiba ipo and then tuseme huu mwezi wa kwanza umeisha, ni mwezi wa pili tunaingia, and then timu imeshacheza michezo 8 tu ya ligi kuu, si ndio? Kwa hiyo bado kama michezo ni 15 mara 2 30, si ndio? Kwa hiyo bado michezo 22. Na hapo una kama miezi 4 mpaka mitatu, inatakiwa iwe mwezi wa 5. Mwezi wa 5 mwishoni. Kwa hiyo una miezi mitatu. Kwa hiyo games zitapigwa back to back kutokana na ratiba, kwa sababu naamini pia AFCON imechangia kwenye ratiba. Mimi siamini kama AFCON. Sasa hapo kwenye AFCON sisi tulisimamisha ligi yetu, lakini kuna ligi zingine hazikuwa. Mimi siamini kama AFCON. Unajua mimi siamini kama AFCON. Kwani Tanzania tulisimamisha ligi kwa sababu gani? CHAN pia kumbuka kwa sababu CHAN ilimalizika tarehe 30 mwezi wa 8. Ligi imekuja kwa tarehe 16. Kitu ambacho kwenye misimu ya nyuma ligi inaanza mwezi wa 8 inaanza kuanzia mwezi wa 8 mapema. Kwa CHAN na AFCON pia zile. Unajua mimi nadhani sisi wenyewe tunashindwa kufix tu ratiba zetu wenyewe. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano, tupo mfano mdogo sawa. Kuna wachezaji ambao walikuwa wanacheza Ulaya. Wengi walikuwa released siku 3 mpaka siku 4 before. Sasa sisi kama taifa tukaenda Misri tukakaa wiki 2, umeelewa? Lakini mimi nilikuwa naamini, na ndio kitu ambacho tunataka sisi kama Tanzania tujifunze. National team sio kama club. National team ni sehemu ambapo kocha anaenda tu kuwafundisha wachezaji mfumo. Sasa kwa hiyo sisi wiki moja kutumia wiki moja ama siku 2 kwenda kujiandaa kwenda kwenye nchi ambayo unafahamu ni wageni na unajua malengo ya taifa zima. Ngoja nikwambie, wewe sikia nikwambie, wewe kama una wachezaji wazuri, hata kama mngepewa mwaka mzima mkajifundia sehemu mjiandae, bado mtafungwa. Sasa tuseme hilo system ambayo tuko nayo kwa nchi yetu ya Tanzania, yani ilipa kwa sababu uwezo kuifanisha Tanzania na Senegal mara ya kwanza imefuzu kwenye hatua 17. Sasa huo mjadala wetu umefuzu kwa njia ipi? Huwezi kuona kama kujipa hiyo time ya kwanza kujiandaa imelipa. Sasa Maira na Deo tusitoke sana nje ya reli, lakini kikubwa naamini ligi yetu kuwa na hii michezo ambayo itafuatana ni kutokana na hizi ratiba ambazo zilikuwa hapa katikati. Turudi sasa kwenye mchezo hapo niongezee kuna swala moja ambalo Maira amezungumzia. Ukiangalia moja kati ya timu ambayo tunasema Yanga unajua na wachezaji wengi. Sawa, sio kosi kipana. Yanga na wachezaji wengi. Lakini ana kosi kipana. Sasa katika wale wachezaji wengi wana quality. Leo unavyosema Yanga ina kosi kipana unamaanisha nini? Kwa sababu mimi naamini sasa hivi Young Africans kila nafasi ina replacement yake. Yani according to wachezaji ambao wamesajiliwa Yanga sasa hivi, ukiangalia kila eneo. Kwa sababu mfano kama siku ya jana hatukumuona Job akianza kwenye mchezo wa jana, hatukumuona Mwamnyeto. Kuna Frank Asinki, si ndio? Kuna Baka. Kwenye goalkeeper kuna magolikipa wawili ambao wanaweza wakachukua nafasi. Ukiangalia pembeni kina nani hao, kina Boka, kina Israel Mwenda, kila mtu ana replacement. Sasa nini maana ya kikosi kipana? Mimi naamini kikosi kipana ni ile kwamba unakuta nafasi ambayo mchezaji kama atakuepo, basi kuna replacement moja au mbili ambazo zinaweza zikaingia. Huyo anayekuepo anatoa level performance ile au juu. Tuambie kwa Yanga ambayo tunaiona. Jana Kibwana ameanza. Ulimuona alivyocheza. Dhidi ya mpinzani gani? Huyu Kibwana mpeleke aanze kwenye mechi dhidi ya Ahali. Kwamba atafanya vizuri. Kibwana tujamuona akitumika kwenye mchezo wa kimataifa, lakini sio kwa level ambayo huwa ana perform. Kwa hiyo unataka kuniambia kwamba kikosi kipana ni kile ambacho kina wachezaji ambao wana perform the same kwenye position moja? Ndio maana same au higher than. Ndio maana Shabalala ametoka Simba ameingia Yanga moja kwa moja. Umeelewa? Sasa tunaenda kutengeneza kikosi kipana. Sasa yani issue kwa hivyo umesikia mbele. Yanga wana wachezaji wengi, sikatai. Unaona wachezaji wa Yanga wale wanaokaa benchi wale ukapeleka Simba wanaingia bila shida. Ukapeleka Azam wanaingia bila shida. Yaani timu yote ambayo unaiona hapa Tanzania inaweza kaa labda East Africa. Ukachukua wachezaji ukapeleka wana perform. Lakini kitu kingine ambacho mimi mara nyingi nakiona kwa Yanga ambacho kinawasaidia ni ule mfumo ambao wameutengeneza wa uchezaji. Unambeba mchezaji wa aina yoyote hata ambaye hana kiwango, hana quality kubwa. Mfumo bado utaendelea kumbeba, utaendelea kumsaidia. Mfumo gani? Mtu tufafanulie hapo. Mfumo wanaotumia Yanga ambao unawabeba wachezaji. Ule mfumo ambao Nabi aliutengeneza. Ndio unawafaidisha Yanga. Sema aina ya uchezaji ambao wanaotumia. Kwa ule ndio yani kila mchezaji ana fit. Tunakumbuka ile
ile nini ile Liverpool ya nani huyo? Huyo nani huyo? Ya Klopp. Ilikuwa ni kwamba kila mchezaji ambaye anakuja anaweza kafit kwenye mfumo. Umeelewa? Ndio kitu ambacho sasa tunakiona kiko Yanga, umeelewa? Kwa hiyo Yanga jana kufanya rotation ilikuwa ni jambo la muhimu kwa sababu unacheza na Dodoma. Mechi ambayo haina pressure, sio hivyo? Na wewe una uhakika 100% Dodoma hawezi kukufunga. Umeelewa? Kwa hiyo hauwezi kuanzisha tu wachezaji wako wote ambao wakati ukiangalia Jumamosi una mechi ya maamuzi. Umeelewa? Maana ukifungwa kuna hatihati safari yako kwenda kwenye makundi hatua ya robo finali ndio ikaishia hapo. Na ndio msikia Alikama amezungumza jana akasema kwamba wachezaji baada ya kutoka Misri wametrain siku moja. Alafu kocha ameenda kwenye michezo dhidi ya Dodoma Jiji. Kwa hiyo unajaribu kuona kwamba kuna baadhi ya wachezaji ambao hatukuwaona kabisa kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly, lakini wameweza kuswitch in kwenye kikosi dhidi ya Dodoma Jiji na wameweza kuperform. Tunabaki pale kwenye kikosi cha Yanga, quality ya wachezaji ambao wako nayo. Umeona mtu kama Kibwana hakutumika kabisa kwenye mchezo dhidi ya Al Ahly, lakini ameingia kwenye Dodoma Jiji na amefanya vizuri. Ndio maana Jose anazungumza, Maia anazungumza, unacheza na opponent yupi? Umeelewa? Unajua kwa mfano Ombeni tukiwa labda tunacheza sisi wenyewe kwa wenyewe, ni rahisi mimi kumoutshine mpinzani mwenzangu, sio hivyo? Lakini tukicheza na watu ambao wana quality tofauti kutuzidi sisi, ndipo hapo unakuja. Ndio maana ile mechi ya juzi Al Ahly ulikuwa ukiangalia hapa sasa hivi sisi tunaonaga Baka, Jobu tunaonaga ni mabeki bora, lakini wakaenda kukutana na watu ambao wamewazidi, unaweza kuja kuona mapungufu yao. Unaelewa? Yaani unaona kabisa. Lakini kwa ndani hawapati hiyo changamoto kwa sababu watu ambao wanashindana nao, sio hivyo? Kwa hiyo kwa mfano mwingine pia kwa Yanga, sio hivyo? Unaweza kusema Dela ni kipa bora, sio hivyo? Obviously ni kipa bora. Lakini anafikiwa mara ngapi na wapinzani, sio hivyo? Ndio maana tunasema labda Baka na Jobu na Mwamnyeto ni mabeki bora kwa sababu kufikiwa kwao inaweza kuwa ni mara chache sana. Lakini ndio maana sasa hivi hatuwapime wachezaji kwenye michezo tu ya hapa kwenye ligi ya ndani. Tunaangalia na kwenye michuano ya kimataifa pia. Mfano ukizungumzia backline ya Yanga wamecheza dhidi ya Al Ahly wame conceive magoli mawili. Unaangalia safu ya ulinzi ilikuwa na quality ya kiasi gani mpaka Yanga kuingiza magoli yao. Lakini tunaangalia ushambuliaji, tunaangalia kiungo na magani ambapo wanacheza. Mimi naamini sasa hivi kwa timu za mfano kama Simba na Yanga, Azam, Singida, hatutaki kupima quality ya wachezaji kwenye michezo ya ndani peke yake. Tunataka tuangalie michezo ya sasa. Unajua changamoto inakuja hapo mbele. Changamoto ambayo mimi naiona mara nyingi, unajua si ligi yetu iko very weak. Sawa. Sasa ndio maana tunapoenda kwenye mashindano ya kimataifa tuna struggle kwa sababu hatupati ushindani ule kuanzia ndani. Yaani kuanzia ndani hatupati ushindani wa kutosha, umeelewa? Kwa sababu leo mimi najua kabisa leo Simba akicheza leo kwa 90% nampa Simba goli. Simba ana hakika kushinda. Sio hivyo? Umeelewa? Kwa uwezo wa timu ambao yeye anayo. Umeelewa? Japo mpira una matokeo matatu, sio hivyo? Lakini kuna ligi ambazo kienda ni ngumu kupredict kwamba leo fulani saa timu yake ni jina kubwa. Lakini ni ngumu kupredict kwa sababu unaweza kukuta timu pinzani pia nao ina quality ya kutosha kuliko ambazo zinaendana. Kwa hiyo sisi kwenye ligi yetu battle kubwa sana ambao unaweza kaiona itacheza labda Simba kutana na Yanga au Simba kutana na Azam au Azam kutana na Simba. Ndio hiyo battle unaikuta. Sasa na JKT labda sasa hivi JKT kidogo. Kwa hiyo unaweza kujikuta kwamba katika msimu mzima ni labda michezo mingapi? Michezo labda 4 tu ambao ndio unakutana ile tough competition, sio hivyo? Lakini the rest wewe una dominate kila kitu. Umeelewa? Kwa hiyo haikufanyi wewe yani inakufanya wewe ujione bora wakati hauna ubora huo. Sawa. Bana tunajaribu kutazama michezo ya jana ya ligi kuu ya NBC Premier League iliyopigwa katika viwanja tofauti. Michezo miwili imepigwa siku ya jana. Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji. Yanga anaibuka na ushindi wa magoli 3-1. Magoli yaliyowekwa wavuni na Dopu, si ndio? Depu ambaye chuma 2, lakini pia Prince Dube akatupia goli 1. Sawa, performance ya Depu watu wengi walikuwa wanaitazama kwamba inawezekana
mchezo wa kwanza ule unajua kuna ile kwamba ni kaupepo kamempitia. Lakini kwa siku ya jana Maira tumemtazama Depo akiendelea kupambana, akionekana kwamba ni striker ambaye yawezekana analijua goli na anajua nini hasa ambacho anatakiwa kukifanya. Unampa asilimia ngapi kwenye mchezo wa jana according to performance yake aliyoonyesha? Pamoja na kufunga magoli mawili. Depu nadhani ana kwenye asilimia 100 unampa ngapi kwanza? According to performance yake. Kwenye mchezo wa jana? Kwenye 100. Kwenye 100 70 80. 70 80. Sio mbaya kwa sababu ameonekana kuingia vizuri kwenye kikosi cha Yanga. Utazungumzia mchezo ambao ulikuwa ni mchezo wake wa kwanza, mchezo ambao Yanga anashinda mchezo wa kwanza wa ligi dhidi ya walikuwa ni I think walikuwa Fountain. Hapana, Mashujaa. Yes, Mashujaa. Anaingia dakika za jioni kabisa na assist na anafunga, si ndio? Kwa hiyo ile tu pale ilitosha kumtengenezea hali ya kuweza kujiamini, si ndio? Mchezo wa Ahli pia akacheza, lakini jana pia ameanza, si ndio? Anafunga magoli mawili. Unaona ni mshambuliaji ambaye anaweza kufunga, ndio kwa sababu kwenye michezo miwili umefunga magoli 3 na assist 1, goal contribution ya 4, sio kitu ambacho ni kidogo, si ndio? Lakini pia unaweza ukasema uje wake ni kama umekuja pia kumwamsha Prince Dube, si ndio? Kwa sababu nyuma washambuliaji ambao walikuwa wanapewa nafasi walishindwa kuprove, ndio. Lakini Depo amekuja ndani ya mechi mbili ameanza kutia hiyo kashikashi. Kwa hiyo unaona uje wake pia utasaidia kumboost Prince Dube ambaye hakuwa na mwenendo mzuri sana. Na jana pia ameweza kufunga na mechi iliyopita pia amefunga, ndio. Kwa hiyo ni kama pia anakuja kuamka zaidi. Kwa hiyo Depo kitu ambacho naweza nikathibitisha ni kwamba ni kama kocha anajua namna ya kumtumia. Kabisa. Kocha Pedro ambaye aliwahi kuwa naye kwenye timu ya taifa ya Angola, anajua namna gani ya kumtumia Depo, ndio maana amekuwa akimpatia nafasi mara kwa mara. Hata jana pia amepewa nafasi ya kwanza, ameweza kusukuma magoli na possibly nategemea kwenye mechi ambazo zitakuwa zinafuata za Yanga ambazo ni crucial zaidi, Depo atakuwa anaanza sana kama alivyoanza kwenye mechi dhidi ya Ahli. Tulitegemea kumwona Depo akianza na Dube kwenye mchezo jana? Yes. Kwa sababu unakutana na timu ambayo unaiweza, si ndio? Kwa hiyo kuanza na double strikers and then mmoja anakuwa na drop kama namba 10 kwenye eneo la creation ni kitu ambacho nitaweza kukiona, kwa sababu Dube amekuwa namba 9 ambaye akae sana kwenye box, si ndio? Tofauti na Depo sometimes pia ana drop in, lakini kwa body morphology ya Depo, si ndio, hawezi kuwa na mobility kama ya Dube in terms of moving wide katikati, si ndio? Depo kwa morphology yake utategemea ni mshambuliaji ambaye atakuwa na drop mara chache sana, lakini muda mwingi utamkuta kwenye box, tofauti na Dube ambaye yuko tuseme Dube anaweza kwenda kutafuta kushambulia na nini. Tuseme kwamba Depo ni typical striker ambaye anasubiri pale kwa ajili ya kutengenezea na kuweza kupachika mabao. Depo anashinda sana kwenye box. Na kiuhalisia sasa tunaweza tukasema kitu ambacho kocha alikuwa anahitaji amepatiwa. Na mimi nadhani moja kati ya challenge ambayo kocha wa Yanga anayo ni kuwa na kila aina ya mchezaji ambaye anamtaka kwenye timu. Kama atafeli mapema zaidi kuliko ya Roman Falls, kwa sababu wachezaji wote ambao wanawataka umepewa. Kwa hiyo hii anabakia kuwa ni mzigo mkubwa sana na pressure anabakia sasa kuwa kwa kocha mwenyewe. Kwa mtazamo wangu nadhani Depo ana nafasi kubwa sana kufanya vizuri, kwa sababu nafasi ambazo Yanga wanazitengeneza. Unajua ukiangalia msimu huu timu ambayo ilitengeneza nafasi nyingi ilikuwa ni Simba. Ile Simba Pantev. Ilitengeneza nafasi nyingi sana. Lakini kwa sasa hivi Yanga inatengeneza nafasi nyingi sana. Kwa hiyo ni Depo tu mwenyewe ashindwe yeye, tunasema. Unatengenezea na watu kama kina Pacome, kina Maxi, unakuja unakutana na kina Mdathiri ya haya, kina Duke ya Boya na Okelo. Ashindwe nini tena? Ashindwe yeye tu. Na asiingie tu sasa kwenye ile mikumbo yetu ile. Shaingia kule. Inakuwa mbaya. Sasa kutana na wale
wadada wa Kinondoni. Unakumbuka kina Kalinyos. Bana, sasa mchezo mwingine ulikuwa ni Azam dhidi ya Coastal, si ndio? KMC dhidi ya Coastal Union, na mchezo ulimalizika kwa sare ya goli 1-1. Mchezo ulikuwa aina gani Maira, na tulitegemea kuona matokeo haya ya kutoshana nguvu, na hii ina taswira gani kwa ligi yetu ya Tanzania, kwa sababu unaona this time kila timu iko serious na inataka matokeo? Ulikuwa ni mchezo ambao kwanza zinakutana timu ambazo zinalingana madaraja tuseme, si ndio? Kwa sababu Coast ya sasa hivi sio Coast ya misimu miwili nyuma. Coast ambayo imeweza mpaka nafasi ya 4 kwenye ligi kuu, si ndio? Sio Coast ya sasa hivi. Lakini pia KMC ni timu ambayo imekuwa ikistruggle kuanzia mwanzo wa msimu. Kama unakumbuka, hakuanza vizuri chini ya Maximo na walikuja kumtimua mapema kabisa. Katika kitu ambacho KMC walibugi ni kumsajili Maximo, kumchukua kama. Kwa nani anajua Maximo hata perform? Sababu ni kocha ambaye ana experience ya soka la Bongo, amefundisha timu ya taifa ya Tanzania na anaijua vizuri, amefundisha Yanga pia. Lakini kama unakumbuka tangu mwanzo mimi nikwambia KMC wamefai kwenda kumchukua Maximo kwa sababu walimchukua kocha ambaye yani sio kocha wa generation hii. Kwanza Maximo ameondoka, KMC kuna matokeo yote ambayo amepata, tunasema labda inawezekana hata KMC wachezaji ndio tatizo. Tatizo sio kocha. Ngoja tuangalie kocha huyu ambaye amekuja, alafu tutaangalia baadhi ya game either 3, 4, 5, tuangalie ambazo KMC watacheza, tuangalie je wataperform. Yes, lakini KMC walianza kwa struggle chini ya Maximo, si ndio? Lakini tangu ligi imerejea naona kuna aina fulani vya matokeo ambayo wanayapata, wanatia matumaini huenda wakasalia kwenye ligi, kwa sababu walikuwa kwenye nafasi ambazo ni za kushuka daraja kabisa, si ndio? Lakini Coast wao unaweza kusema ni timu ambayo pia inajitafuta tuseme. Yani Coast hii hapa sio Coast ambayo tulikuwa tunaijua, Coast ya misimu na ni kutokana pia na kuachia players wao, si ndio? Players wengi ambao walikuwa wanajitengeneza ile Coast ambayo ilikuwa ni tishio waliondoka, lakini pia kocha wao David Ouma na yeye kutokana na sababu za hapa na pale aliondoka. Kwa hiyo ni Coast ambayo imeanza pia kujitafuta. David Ouma sasa hivi anakipiga hapa Tanzania, sio yuko Singida. Sasa kwa mfano KMC mechi iliyopita amecheza na TRA. Alifungwa akala chuma 3. Yes, lakini jana amedraw moja. Jana amedraw, kwa hiyo na yuko nafasi ya mwisho msimu huu. Bado mechi nyingi. Sasa imecheza 12 tumesema. Tena lakini unajua KMC ni timu ambazo zimecheza michezo mingi. Jaribu kuangalia kwenye ratiba ya ligi. KMC ana mechi 11. Ana mechi 11. Ana point 5. Maana kwa mechi 30 KMC amebakiza michezo 19 peke yake. Sasa mechi 19 hapo at least ni nyingi sana, kwa sababu kwa point 5 ambazo anazo Singida mwenye michezo 7 na ana point 9, si ndio? Lakini kwa point 9, yes, kwa watu ambao amelevel nao michezo unamzungumzia Fountain ambaye yuko nafasi ya 10 ana point 11. Kwa hiyo ni point 6 tu. Point 6 ni mechi mbili hizo. Unajua ili uweze at least kusalia kwenye ligi kuu unatakiwa na point kuanzia 28. Naam. Ukishafika point 28, alafu unajua kuna kipindi mpaka mtu ukishakuwa na point labda 23, unaweza kubakia kwenye ligi. Lakini at least 28. Ndicho kitu ambacho kilimwokoa Fountain ni msimu uliopita. Ukiwa 28 una uhakika wa kubaki. Sasa ukiangalia point 5 hapo Coast 28, maana anatakiwa atafute at least point KMC. Atafute point 23. Sasa point 23 maana yake ni kama michezo 8 tu. Ashinde michezo yake na au yani awe na uhakika wa kushinda michezo 8. Sasa kwenye michezo 19 hawezi kushinda 8. Sasa unategemea. Subiri tuangalie, unajua sasa hivi ni mapema sana. Ligi ndio kwanza michezo 10. Lakini tusubiri kuangalia kwa sababu hapa maana yake hata raundi ya kwanza bado haijaisha, si ndio? Yes, haijaisha. Hata raundi ya kwanza haijaisha. Kunjema wanaonekana asubuhi. Sawa, tusubiri kuangalia mambo yatakwenda vipi. Tukao tunatazama michezo ya jana, unaweza kutuambia hapo kwenye comments pia kama ulitazama michezo ya jana, Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia KMC dhidi ya Coastal Union ambayo tumezungumza kwamba ilikuwa ni moja kati ya timu ambayo ilikuwa inatoa competition kubwa sana, hususan kwa klabu za Simba na Yanga. Ulikuwa kukutana na kumbuka kuna finali moja ya Coastal Union ilipigwa hapa Sheikh Abedi kama mnakumbuka. Ilikuwa ni finali ya FA na hisi. Young Africans walishinda kwa penalty. Watu walitoka goli 3-3. Watu wakaenda kwenye mikojo ya penalty. Kipindi hicho kina sopu ambao tunaona Azam walikuwa Coastal Union. Kwa hiyo
mambo yamebadilika. Sasa tutazame taarifa nyingine kwa haraka haraka kabla tuende kimataifa. Bana, wekundu wa Msimbazi Simba wenyewe bado wanaendelea kushusha vifaa ndani ya kikosi chao. Unaambiwa dirisha dogo kama kubwa. Shokali. Dirisha kubwa sasa itakuwaje? Watu wataki utani. Usishangae dirisha kubwa ambao wameingia sasa hivi pia wakaondosha yote wakajengeza wapi. Mambo ni mengi na tunaambia baada ya sasa kushusha winga boli Anicet Oura ambaye amecheza mpaka Ulaya kama tulivyozungumza jana. Tunaambia kwamba anacheza Finland bwana. Anacheza ligi ya Finland. Si Ulaya, si bara la Ulaya hiyo. Au ni Afrika huko. Kama Bonanza. Lakini hilo ni bara gani hilo? Bwana chini basi. Bara la Ulaya. Hata kama alikuwa anakaa benchi hachezi. Tayari ameshasajiliwa. Yaani kwa mfano mtu akisema mimi na shida. Dase mgani akayombo subuza huko. Lakini si shida kwani Dar es Salaam tayari. Yaani ikipitishwa sensa watu wanahesabiwa, wewe unahesabiwa kama mkazi wa jiji la Dar es Salaam. Kwa sana na Anicet Oura. Sasa tunaambia baada ya Anicet Oura, bwana wekundu wa Msimbazi Simba wana plani ya kumshusha kiungo mshambuliaji mwingine. Naam. Kwa hiyo anakuwa mchezaji wa 10 na ngapi? 14. Pale kwa kina Chama ndugu yangu anaongezwa kwa kina Morris Abraham, kwa kina Neo Maema kuna balaa. Maira, tupitishe huyu ni kiungo gani, anatokea klabu gani na nini hasa ambacho kimesababisha mpaka yeye asogezwe ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba? Bana ujamaa ni raia wa Kongo. Na Kongo watu Kongo show kali. Kongo unajua hamna nasema hamna kazi ndogo Yeah, alafu kuna kitu nadhani mmewahi kujiuliza ama mtakuwa mashahidi. Players wengi sana ambao wanatokea ligi ya Kongo wakija kwenye ligi yetu ni wachache sana ambao wanafeli. Yaani wengi wanafanya vizuri. Yes, yani sina uhakika kama kuna mchezaji ambaye alishatoka ligi ya Kongo akaja Tanzania. Hata Moringa alikiwasha. Ya Moringa chini ya Mwenyeza Hela. Yes, bana huyu jamaa anaitwa Ino Jospin Loemba. Ni raia wa Kongo. Tupe CV amepita wapi? Ile Kongo nyingine sasa. Sio Kongo Brazzaville, sio DRC Kongo Brazzaville. Lakini si ni Kongo vile vile? Hapana. Hizi ni tayari Wakongomani. Ni nchi mbili lakini wote ni Wakongomani. Hapana. Ni nchi mbili tofauti. Kivipi yani? Zimetenganishwa na mto. Mimi nahisi ni kama unavyosema Tanzania na Zanzibar. Hapana. Hizi ni nchi mbili tofauti. Lakini zipo yani zimepakana. Maana yake ukitoka Kongo Brazzaville, yani kama ukisema labda ujue ukiangalia kama Wamasai, si ndio? Kuna Masai ambao wako Kenya, kuna Masai ambao wako Tanzania. Culture zinafanana lakini ni watu wawili tofauti. Sawa, tupitishe. Sio yani tofauti tu kwenye mataifa. Lakini ile asili kila kitu. Ndio maana nasema ni mambo ni yale kwa sababu kama tumesema kwamba raia wa Kongo huwa hawafeli kwenye ligi yetu ya Tanzania. Hata kama anatokea kwa yule nani Valentina Noma, ndio alitokea kwa Kongo Brazzaville. Lakini ni Angola, I think anatokea Angola, lakini alikuwa anacheza Kongo kwa maana klabu ya I think mpaka national team amecheza. Kwa hiyo tupitishe kwa ndugu wetu huyo mtaalamu. Bana Ino Jospin Loemba ni raia wa Kongo, miaka 21. Mdogo kabisa mbichi. Kiungo mshambuliaji. Mambo ya kina Maema wana miaka 28 kuelekea 30, sasa hivi tunaleta wa 21. Miaka 21. Kwa nini? Anacheza katika ligi kuu ya Cameroon. Alikuwa anacheza Cameroon kwenye klabu ya Colombe Sports. Inasemekana hata kabla ya mwalimu Steve Barker kuja, Pantev pia aliwahi kumpendekeza kwamba viongozi wa Simba waweze kumsajili. Huyo ana kitu. Inawezekana. Yes, kwa hiyo litakuwa sio chaguo la viongozi kama ambavyo wao tunazungumza. Inawezekana ni kocha Steve Barker mwenyewe amemhitaji kijana aje kuhakikisha kwamba ni kama tayari alikuwepo kwenye rada za Simba since Pantev yupo, si ndio? Kwa hiyo inasemekana anaweza kutambulishwa muda wote kuanzia sasa na ni kiungo mshambuliaji namba 10. Aliwahi kupita kwenye klabu za Inter Club ya Kongo pale, lakini pia AS Oto ambao alicheza juzi na Singida. Alipita pale AS Oto msimu wa 22-23 na ni regular starter pia kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Kongo Brazzaville. Kama utakumbuka
Congo Brazzaville nadhani tulitoa nao sare kwenye harakati za kufuzu kombe la dunia I think. Kitu kama hicho timu yetu ya Taifa Stars. Lakini pia amewahi kuhusishwa na timu kama Wydad Casablanca. Amewahi pia kuhusishwa na MC Alger. Lakini pia Pyramids wameshawahi kuhusishwa kumhitaji. Timu kubwa hizo chef. Ino Jospin Loemba. Kwa hiyo kwa hiyo CV ambayo umetupa Mairo maliza, si ndio? Yes. Kwa CV ambayo umetupa kwa timu ambazo zimekuwa zikimhitaji Loemba. Nigeukie kwa Dewa niambie. Tumeona ni mchezaji ambaye of course status yake sio kubwa sana, lakini anaonekana ni mchezaji ambaye ana experience na amepita kwenye timu ambazo kuna mmoja nyingine unaweza kusema kwamba sio timu za kawaida. Kama anahitajika mpaka na kina Pyramid, anahitajika na klabu kama MC Alger na amecheza Soto ambayo mwaka recently manake kama amesajiliwa na Simba za dishera usajili. Dishera? Yes. Dishera kwa usajili. Unajua ngoja nikwambie kitu kimoja. Sasa huyu anaenda kuwa mchezaji wa aina gani kama anahitajika na timu kubwa kama hizi na Simba kufanikiwa kumpata? Ngoja nikwambie kitu kimoja, sawa? Kwenye tetesi bwana. Tetesi waga zinatengenezwa ili kumjaza mchezaji pressure, watu muingie kingi, umsajili. Of course ukisikia labda Pyramids walikuwa wanamtaka. Unaweza ukajua hapa kuna kitu. Umeelewa? Kumbe watu wamekaa pembeni kwa wanatengeneza mchongo tu. Umeelewa? Sasa tubakie kwa mchezaji mwenyewe. Mimi nadhani anaweza kuwa ni mchezaji mzuri. Japo mimi sijawahi kumuona akiwa anacheza. Umeelewa? Nadhani labda akishakuja hapa Tanzania akishacheza ndio tunaweza tukaona sasa ni mchezaji wa aina gani. Lakini kiuhalisia anaenda kwenye timu ambayo sasa hivi ana struggle. Yaani timu ambayo iko vuru haieleweki. Kwa hiyo maana yake ana kazi kubwa sana ya kwenda kuprove ndani ya kikosi cha Simba. Sema unajua sometimes ukikuta timu kwenye wakati mgumu inakuwa ni vizuri zaidi kwa wewe kama mchezaji. Kwa nini nazungumza hivi? Kama timu ikiwa kwenye wakati mgumu, mfano kama Simba Sports unaona ilivyo kwenye wakati mgumu, akija mchezaji ambaye akaclick akaonyesha kabisa kwamba anaisaidia timu, hii inaweza ikakutengenezea wewe trustful kwa mashabiki, kwa benchi la ufundi pamoja na viongozi na kuendelea kukupa value zaidi. Tofauti kwa mfano leo hii kwa mfano timu kama Liverpool sawa. Matatizo yake hayako kwenye uongozi. Yako kwenye benchi la ufundi. Ni rahisi kwa mchezaji aka pop up leo. Lakini kwa upande wa Simba changamoto kubwa iko kwenye uongozi. Kwa ni ngumu sana kwa mchezaji kuswitch mapema na switch na kushine ni kazi sana. Sawa, tumemzungumzia mchezaji huyo ambaye tayari ameshatua ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, na nimeona pia andiko la Ahmed Ali. Meneja wa habari na mawasiliano wa Simba Sports. Yeye kila mchezaji akishushwa kuna andiko ambalo analiandika kupitia ukurasa wake wa Instagram. Nikasema okay, sio mbaya, ngoja tusubiri kuangalia nini hasa ambacho kitazungumzwa kutokana na sajili hizi ambazo wameendelea kuzifanya. Simba waga anafurahia tu wakati wa usajili. Lakini ligi ikianza. Bana. Na leo pia bana Simba wamezindua hamasa. Hamasa kuelekea mchezo dhidi ya Esperance de Tunis. Hapa Simba leo tu atulie. Sasa hamasa ni wakati na unajua kuna watu wengi wana wasiwasi, kuna watu wengi wana wasiwasi na labda namba ya mashabiki kwenye mchezo dhidi ya Esperance tutapotoka mimi pia na wasiwasi. Namba to be honest hata tuliona ile mechi ya kwanza ile ambayo walicheza na wale wa Angola. Ilikuwa ina mashabiki wengi. Ilikuwa na mashabiki wachache sana. Same as mechi ambayo walicheza na nani wale nani wale walikuwa nani wale wakati ligi kuu ya Mtibwa. Attendance ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo I'm pretty sure labda kama Simba angeshinda ile mechi ya Esperance mashabiki wangekuja, lakini kwa hali afu kesho anacheza Simba. Kesho yes. Kwa hiyo nayo pia matokeo ya kesho kutwa. Mimi narejea kwa yani kama ni kesho kurejesha hiyo imani inabidi Simba ashinde magoli mengi sana. Lakini Maira, mimi nirejea kwa alishazungumza pia huyu Ahmed Ali anasema mashabiki, tusizungumze tu mashabiki wa Simba. Tushia kuzungumza pia hapa mashabiki wa Tanzania, tuna ile tendency fulani ambayo timu ikiwa inapitia magumu basi mashabiki hawataki kuiangalia timu. Sasa ni kama unaescape timu. Kwa nini wewe unataka kuzoea tu kucheka kila siku? Kwa kesi ya Simba ni tofauti. Sawa. Timu ipitie magumu lakini
timu imeseto, si ndio? Sasa magumu ndio kushindwa kuseto timu. Msimu uliopita Yanga walipitia magumu lakini timu ilikuwa imeseto, si ndio? Yanga ambaye hakuanza ligi vizuri, Yanga ambaye alikuwa anashinda goli moja, si ndio? Hachezi vizuri kwenye game za kimataifa na anafunga mechi 2 za mwanzo, si ndio? Unaona kabisa inayo struggle ni ile timu pale kiwanjani, sio uongozi. Lakini sio uongozi wala mambo ya nje ya uwanja. Kwa hiyo hata mashabiki kwenda kuatia moyo players inaeleweka, si ndio? Lakini Simba ni tofauti. Kuanzia nje ya uwanja viongozi na mashabiki hawaelewani, si ndio? Kwa hiyo Simba haijaseto. Na kingine pia ambacho nakiona uwajibikaji. Unaelewa? Tunaamini viongozi wapo, lakini mabosi wao ndio mashabiki na wanachama. Kwa hiyo kama huwasikilizi mashabiki na wanachama, inakuwa ngumu sana kwa kuweza kutoa. Itakuwa ni ngumu. Sawa, bana nadhani Simba wako kwenye wakati mgumu, na nadhani wao wenyewe kama uongozi wana uwezo wa kuyatatua haya matatizo. Kwa sababu unajua, kwa mfano ukiangalia Simba sasa hivi kacheza mechi ngapi? 7 kwenye ligi, sio hivyo? Yes, mechi 7. Of course Simba hajafungwa. Amefungwa mechi moja. Yeye amefungwa mechi gani? Amefungwa na Azam peke yake. Okay. Simba kacheza mechi 7, sio hivyo? Mechi 6. Mechi 6, sio hivyo? Amefungwa moja, ka draw. Ameshinda sare moja. Sare moja na amepoteza moja. Sawa. Okay. Simba bado ana possibility ya kuwa bingwa kwenye ligi ya Tanzania kama viongozi wataamua ku take quick action. Na quick action sio kwenda kusajili. Quick action ni kujisafisha wenyewe. Hivi leo umezungumza Simba ina uwezo wa kuwa bingwa, sikatai. Lakini tunaangalia kikosi cha Simba, naamini maingizo mengi ni mapya Maira, si ndio? Na kocha ni mpya pia, Steve Barker. Unahisi Steve Barker anaweza akakiswitch kikosi kwa mapema zaidi, kikakaa kwenye mstari na kikashinda consecutive game zote za ligi na kuweza kuchukua bingwa? Omeni, ligi yetu sisi kwa 98% inachezwa nje ya uwanja kuliko ndani ya uwanja. Sawa. Kinachoonekana ndani ya uwanja ni kitu kidogo sana. Mpira unachezwa huko nje ya uwanja. Kwa hiyo kama Simba wataamua kusolve matatizo yao na wakakubaliana, bwana, tumesolve matatizo yetu fresh, mechi inayofuata Simba itabadilika, atacheza vizuri na possibility. Sababu unajua ukiangalia msimu uliopita Simba alipoteza ubingwa kwa alama 2. Sio hivyo? 4. Na ukiangalia alikuwa wanacheza kwenye 2 pale. Na ukiangalia pressure ambayo Simba alimpa Yanga ni pressure ambayo Yanga kwa misimu 3 mfululizo alikuwa hajawahi kuipata. Sio hivyo? Na ukiangalia Simba alipoteza ubingwa kwenye mechi ya Coast ile ya draw 2-2, mechi ya Azam draw 1-1, na zile mechi 2 ambazo alifungwa na Yanga, sio hivyo? Ina maana zile mechi kama Simba angeshinda ile mechi na Coast, kwa sababu kwa tayari anaongoza 2-2. Mechi ya Azam alikuwa anaongoza 1-2. Ina maana zile mechi angeshinda, probably Simba angekuwa bingwa. Angekuwa bingwa. Ile mechi ya Fountain ambayo na mechi ya Fountain tayari alikuwa anaongoza 1-2, sio hivyo? Kwa hiyo probably alikuwa, kwa hiyo mimi na msimu uliopita sio kwamba Simba alikuwa yuko vizuri, migogoro ilikuwepo, lakini walikuwa wanajitahidi kutembea. Kwa hiyo ina maana Simba sasa hivi mechi ya 6 wakikaa vizuri, viongozi wakikaa vizuri, wakamaliza tofauti zao ambazo ziko ndani, wakatoka na jambo moja. Wanataka kumaliza tofauti hizo ndani, au mashabiki wanataka viongozi waondoke madarakani na waje viongozi wengine? Kama unajua uchaguzi ni wanasema ni mwezi Januari. Itakuwa hiyo Januari. Ukiona na Teo ukiambia ni miezi ya mwanzoni. Sasa kama sio Januari au Februari. Kwa hiyo kama viongozi wataamua kupisha, unajua sometimes nasema jamani, sisi kama viongozi wa timu, na sio vibaya, sio hivyo. Sisi viongozi wa timu bwana, tunaona hapa tulipofikia tumeshindwa. Sisi tukae pembeni, timu labda tumpe mtu fulani iongoze kwa muda fulani. Kesho asubuhi Simba inabadilika. Sawa, bwana, tunatamatisha hivyo taarifa ya wekundu Msimbazi Simba. Mara kwa haraka ratiba ya leo ligi kuu, twende kimataifa. Bwana, michezo inayopigwa leo? Leo hakuna mchezo. Hamna mchezo. Unaopigwa mpaka kesho. Okay. Yes. Maana yake michezo imekuwa postponed according to ratiba na vitu kama hivi. Na kesho kutakuwa na Simba anakipiga na michezo miwili. Simba dhidi ya Mashujaa, lakini pia Azam dhidi ya TRA. Simba majira ya saa ngapi? Saa 10, Azam saa 3 usiku.
Sawa, hiyo ni michezo ya kesho ambayo itapigwa kuelekea muendelezo wa ligi kuu ya NBC Premier League Tanzania. Nikushukuru ambao umeendelea kuwa na sisi, bado tunapewa nguvu na chuo cha uhasibu Arusha. Hii ni IAA TV, ni The Scoreboard. Tunapata mapumziko mafupi, tukirejea hapa tunaenda kwenye Global Roundup kwenye taarifa za kimataifa. Yes, unaiangalia The Scoreboard ukiwa wapi? Tuambie hapo kupitia YouTube channel yetu, na nikukaribisha pia kuchangia chochote ambacho uko nacho kama shabiki, kama mpenzi, lakini pia kama mwanachama wa club zetu za Tanzania. Nazungumzia Simba, Yanga, Azam, Singida Black Stars, Dodoma Jiji, Pamba Jiji, Fountain Gate, lakini pia Mbeya City na nyingi ambazo ziko katika ligi yetu ya Tanzania. Tumezungumza mengi kwenye taarifa za hapa nyumbani. Kwa sasa tunaelekea kimataifa ambapo usiku wa UEFA Champions League leo unarejea na ni game za mwisho kwenye yale makundi ambayo yalikuwa yamegawanywa kwenye league phase kuelekea hatua ya 16 bora. Naam. Leo watu watapigika balaa. Leo games zinapigikwa mataifa tofauti tofauti. Na saa moja saa 5 usiku. Leo bana mechi ni nyingi. Kuna michezo 18 ambayo inapigwa siku ya leo. Sasa kwa wale wadau wanataka kuangalia kila game usio inakuwa. Hapo unachagua. Leo una switch huku na switch kule. Una switch huku. Kazini leo kuna kazi. Kazini kuna kazi. Kazini kuna kazi. Leo kutakuwa na michezo 18. Mimi natamani tutajie tu zile games za kutazamwa. Chap chap. Sio tuhitaji yote. Kwa haraka haraka. Yes, bana Ajax dhidi ya Olympiacos, Arsenal dhidi ya Kairat Almaty, Athletic Bilbao dhidi ya Sporting CP, Atletico Madrid dhidi ya Bodo Glimt, FC Barcelona dhidi ya Copenhagen, Leverkusen dhidi ya Villarreal, Benfica dhidi ya Real Madrid, Dortmund dhidi ya International Milan, lakini Club Brugge dhidi ya Marseille, Frankfurt dhidi ya Tottenham Hotspur, Liverpool dhidi ya Karabakh, Manchester City dhidi ya Galatasaray, Monaco dhidi ya Juventus, Pafos dhidi ya Slavia Praha, PSG dhidi ya Newcastle, PSV Eindhoven dhidi ya Bayern Munich, Napoli dhidi ya Chelsea na Union SG dhidi ya Atalanta. Ni mchezo ambao itapigwa leo majira ya saa 5 usiku, lakini mechi ambazo zitakuwa na mvuto zaidi wa kuziangalia I think Dortmund na Inter. Itakuwa ni mechi ambayo itavutia kuitazama, lakini pia PSG na Newcastle ni mechi ambayo pia ni nzuri kuitazama, lakini pia Chelsea na Napoli ni mchezo ambao pia utakuwa ni mzuri kuweza kutazama kwa usiku wa UEFA. Watajia na msimamo bana. Kwenye msimamo anaongoza Arsenal, ana pointi 21. Msimamo wa timu zote sasa ambazo zinashiriki kwenye yes, yani timu ambazo tayari zina uhakika wa kufuzu hatua inayofuata ni Arsenal ambaye anaongoza kwa pointi 21, Bayern Munich mwenye pointi 18 akiwa nafasi ya pili, Real Madrid pointi 18 akiwa nafasi ya 3, Liverpool pointi 15 akiwa nafasi ya 4, Spurs pointi 14 akiwa nafasi ya 5, PSG pointi 13 akiwa nafasi ya 6, Newcastle pointi 13 akiwa nafasi ya 7 na Chelsea pointi 13 akiwa nafasi ya 8. Lakini kuanzia nafasi ya 9 mpaka nafasi ya 13 hao wamelingana point, kwa maana ya wote wana point 9. Sasa hapa kinatafutwa nini? Kitu ambacho kinatafutwa ni either ufuzu moja kwa moja usipitie playoff ama ufuzu upitie playoff. Kwa maana gani? Kuanzia mtu wa kwanza mpaka mtu wa 8 wanafuzu moja kwa moja 16 bora. Si ndio? Kuanzia mtu wa 9 mpaka mtu wa 24 watacheza playoff ya kuwapata 8 ambao watajoin na kuja kwenye 16 bora. Kuna ndo kitu ambacho kinatafutwa hapo, kwa sababu kuna timu ambazo
zikishinda kwa mfano FC Barcelona akishinda anafikisha point 16, si ndio? Kwa hiyo ana uwezo wa kupanda mpaka nafasi ya 3 na yuko nafasi ya 9, si ndio? Kwa maana yake itakuwa pointi zimefuatana sana, yes. Kwa hiyo yani leo ndio ile mtu yani ule msimamo wa live sasa. Amepiga huyu kapanda, huyu kapiga ukashuka. Unaona? Na leo maana yake tunazipata zile timu ambazo zitaingia kwenye hatua ya 16 bora zote kwa pamoja. 8 za mwanzo. Hapana. 8 za mwanzo. 8 za mwanzo and then kuanzia wa 9 mpaka 24 watacheza playoff. Okay, sawa. Kwa hiyo imekaa hivyo na watu wengi tunasubiri. Mimi binafsi huwa nasubiri hatua ya robo finali. Ndo naanza kufuatilia games za UEFA consecutive kila game. Sasa sababu hapo ndo kunakuwa na favorite games, kuna watu ambao wanakutana. Kwa huu mfumo wa sasa hivi umekuwa tofauti. Of course unaweza kukuta Chelsea anza na Bayern, Man City anza na Barcelona mapema. Sema unajua, to be honest, ni mtu mkweli. Kwa upande wangu mimi nahisi kama UEFA imekuwa tena ina mvuto kama ile ya zamani. Kwa nini haina mvuto? UEFA zamani. Au Manchester United haipo UEFA? Hapana, unajua zamani unakuta kundi la timu mbili giant, timu mbili mbovu. Unajua kabisa lazima wapite. Kwa hiyo kwenye hatua ya makundi huwezi kukuta mechi, yani ni mechi chache sana ambazo zilikuwa big matches zilikuwa big match unazungumzia. Lakini sasa hivi big matches unaanza kuzitazama kuanzia mwanzo, si ndio? Kwa mfano mimi I mean kwamba ligi phase ya msimu huu umeona mechi ya Arsenal na Bayern, si ndio? Umeona mechi ya Arsenal Chelsea na Barcelona na Atletico, Chelsea na Barcelona. Umeona mechi ya Chelsea na Barcelona, umeona mechi ya Arsenal na Inter. Ni mechi ambazo tunategemea kuziona robo finali, nusu finali, ulikuwa kuzioni kwenye hatua za mwanzo. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kuna namna ambavyo UEFA wamesaidia watu kuanza kuifuatilia kuanzia mwanzo. Kwa sababu mimi nimekwambia kipindi cha nyuma before tujaanza haya masuala haya makundi, watu wengi walikuwa wanaanza kufuatilia UEFA 16 bora robo finali. Sawa, hilo limekaa hivyo. Bana, leo tumalize kwa taarifa ya kutokea kwa Manchester United nyumbani kwenu kule. Tunaambiwa kwamba Patrick Dorgu, timu ya baba, timu ya mama. Patrick Dorgu tunaambiwa kwamba atakuwa nje wiki 10. Na ndo mchezaji ambaye of course kwa Manchester United sasa hivi amewaka. Kabisa. Anatupia game baada ya game. Michael Carrick kuna uwezekano kukawa kuna kapengo ambako kanaweza kukatokea. Sio shida zetu. Sio shida zetu. Sisi kama Manchester United wachezaji wako wengi. Manchester United wana wachezaji wengi au kikosi kipana? Mashabiki. United wana wachezaji wengi au kikosi kipana? Tulia, mashabiki mtana wasiwasi. Dozi ziko pale pale. Maira, kuondoka kwa Patrick kwenda of course ni pengo kwa sababu ni mchezaji ambaye amekuwa regular starter kwenye timu. Kama una miss kwenye mechi kwa performance yake nzuri ambayo anaonyesha dhidi ya Arsenal, utamiss kwa wiki 10. Kwenye wiki 10 hapa maana yake unazungumzia sio chini ya michezo 8 mpaka 10. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Oscar Nixon Nkembo, ni shabiki kindaki wa Manchester United. Yeye kuna siku alitoa list ya wachezaji ambao ni matapeli ndani ya Manchester United pamoja na viongozi, akamtaja pamoja na Dorgu. Nikamwambia kwa nini unamtaja Dorgu kama matapeli na kati ni mchezaji ambaye naona kidogo anisaidia United sasa hivi kwenye lile eneo ambalo wanacheza. Akasema hapana, Dorgu ni tapeli. Sasa unajua Dorgu alikuwa sasa hivi yuko nje wiki 10 ndio tutajua vizuri. Dorgu alikuwa anaonekana tapeli under Amorim, si ndio? Jinsi ambavyo alikuwa anamtumia. Of course kwangu mimi mwenyewe Dorgu nilishaanza kumkataa. The time ambayo Ahmad na Mbeuma mondoka wameenda AFCON, Dorgu anacheza as a winger chini ya Amorim. Dorgu hakuna shabiki wa Man U ambaye alikuwa anamkubali Dorgu. Hata kwenye vibanda tunavyoangalia mpira kwenye vibanda vyetu vile, Dorgu alikuwa anasemwa vibaya sana. Kwani Dorgu nafasi yake typical ni ipi? Ni beki bana, kwa pembeni. Dorgu ni wing back. Lakini anacheza nafasi ya ulinzi na anashambulia. Yes. Lakini nafasi yake typical ni mlinzi, sio mshambuliaji. Kwenye timu ambayo alikuwa kwenye timu aliyotoka kabla ya kuja Man U, alikuwa anacheza as a wing back. Si ndio? Sasa kusema wing back tayari ni beki ambaye anashambulia. Ni beki ambaye anashambulia. Ni sahihi. Kwa hiyo tuseme nafasi ya Dorgu unakumbuka, ngoja nikurudishe nyuma. Mimi napenda sana kuikumbuka Manchester United ya alikuwa ni Van Gaal, si ndio? Kipindi ambacho wanatumia tu kama kina Valencia, kama unakumbukumbu vizuri. Alikuwa Valencia
Ashley Young. Na Ashley Young. Wale walikuwa ni mabeki typical, lakini walikuwa wanatumika kama winga. Valencia walikuwa ni mawinga. Wote walikuwa ni mawinga. Yaani wote ni mawinga, lakini Valencia. Lakini Ashley Young unataka kuniambia kwamba nafasi yake ni winga? Akiwa Aston Villa. Yule ni beki. No, akiwa Aston Villa alikuwa ni winga typical kabisa. Yaani Valencia ikiwa United wanarudishwa kama beki. Yes. Yaani wale walisajiliwa pale kama mawinga kabisa. Lakini walipofika pale kwa sababu waliposajiliwa wale changamoto ya kupata namba kwa zile position ambazo walikuwa wanacheza. Ndio wapelekea sasa wajifix. Ndio maana mara nyingi hapa tunazungumzia tunasema sasa hivi tunahitaji wachezaji wa kisasa. Yaani sio tu mchezaji umekomaa wewe namba 5 tu basi, hapana. Inabidi tuwe versatile. Unakuwa kiraka. Yaani kwamba sometimes unaweza kucheza namba 6 au ukiwa namba 6 unacheza. Kibongo tunasema kiraka. Mimi ni kiraka. Bana sawa, tunamaliza na taarifa ya Manchester United. Partey kidogo atakuwa nje kwa wiki 10. Kama shabiki wa Manchester United unaliona pengo la Doku baada ya kuondoka, utatuambia kupitia mitandao yetu ya kijamii. Mimi nimemaliza bwana. Kuna chochote kabla hujaondoka? Hivi Moshi kuna timu ambayo inashiriki ligi kuu? Ilikuwepo Police Tanzania, lakini sasa hivi imeshuka, iko championship. Nataka kusema shida nini? Mkoa mkubwa kama ule una timu. Mbona Arusha ni jiji alina timu ligi kuu? Haina timu ya ligi kuu. Mzee vipi? Anataka kutuwataki sisi. Uwekezaji pia labda. Ila sasa hivi sasa hivi waziri wa habari, sanaa, utamaduni na michezo si anatokea jiji la Arusha. Kwa Makonda inawezekana akafanya namna. Kwangu mimi hiyo inaweza sio sababu. Timu kama Polisi, tena inaitwa Polisi Tanzania, inashuka daraja. Na ni mapolisi. Yaani sababu zinakwenda kwa sababu let's say labda kila polisi, si ndio? Kwa sababu ni timu ya polisi. Kila polisi kwenye mshahara wake kwa mwezi akatwe buku tu kwa ajili ya kusaidia timu. Watu wazalendo hawakuelewi. Mzalendo namba 1 labda wakati kimekimya wa nchi, si ndio? Mmoja wapo pia ni watu ambao wanafanya kazi kwenye vyombo vya ulinzi na usalama, ni miongoni mwa wazalendo, si ndio? Sasa mna timu yenu, yani kwa nini tu msiruhusu mkatu hizo buku? Wewe leo ukiambiwa kila mwezi ukate buku ile IFC tuchangie, fine. Yes, fine. Yeah. Bana sasa tunamaliza hivyo the Scope kwa siku nzima leo. Kushukuru ambao ulikuwa na sisi. Jina langu naitwa Ombeni Kifumu, nilikuwa na Josephat Maira Junior, nilikuwa na Dio Navigator, mzee wako Navigate. Kama kawaida tunamaliza hivyo, tukutane tena kesho majira ya saa 5:30 mpaka 7 kamili tunaondoka sisi.